Usiku huu ni usiku katika masiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuchagulia sisi Waislamu tuweze kumuomba na kumlilia na kutaka haja na kupewa msamaha na kupewa riziki na kuondolewa balaa na kupewa umri wa baraka. Yote yapatikana katika Lailatul Nisfi min Shaaban al-Mukarram, amba kwamba haina haja ya kuzungumzwa hadithi nyingi. Zimeswihi hadithi na kwa upande wote mbili wamekubali hadithi zilizoswihi. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yattali'u Allah subhanahu wa ta'ala fi lailati nisfi min Shaaban fayaghfiru li jamii khalqi. Hii ni hadithi ambao hakuna aloikanusha kwamba Mwenyezi Mungu huangalia katika lailatu min nisfi Shaaban, akaangalia waja wake, fayaghfiru li jamii khalqihi, akawasamehe waja wote, illa limushrikin au mushahin, isipokuwa mtu ambaye ni mshirikina mpaka aate ushirikina wake. Kwa maana asemewi, husamehewa pale wakati akiata ushirikina wake, akitubia, lakini ikiwa ataendelea hasamehewe. Wa mushahini, na mwenye kifundo, mwenye chuki na mwenzake. Na hali ndiyo hizi za chuki, za hasadi, za vifundo, kumpigia kifundo mwenzako, na haswa wafanya kazi ya dini hupigiwa vifundo, hufanywa chuki kwa sababu ya kufanya dini. Na ndo hali zilo zinausikitisha. Leo watu wameteta, leo watu wasikizani katika mshahidi. Kuna riwaya nyingine yasema katika usiku huu wa lailatu min nisfi Shaaban husamehe watu wote illa zania, isipokuwa mzinifu ambao haifadhi tupu yake na mushriki. Kuna riwaya isipokuwa watu ambao mudminul khamri, wenye pombe, wenye kuuza, wenye kununua, wenye kunywa, hao hawasamehewi. Kwa riwaya aqul walidaini, mwenye kuteta na wazazi wake, huyo hasamehewi. Wa hakadha, tia yote katika yale maovu ambao wafanya, ambao si katika kusamehewa. Bal ulama kama alimamu Shafi'i rahimahullah asema, imetufikia sisi kwamba katika masiku matano ambayo hujibiwa dua, miongoni mwao ni lailatu nisfi min Shaaban, ni usiku huu wa nisfu Shaaban. Ukiomba dua yako hukubaliwa. Hata amethibitisha katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huja katika ushusha rehema zake katika wingu wa kwanza, akasema hal min mustaghfiri fayaghfiru lahu, ni nani atakayesamehe, atakayemsamaha ni msamehe? Ni nani atakaye riziki ni mpe? Ni nani atakaye kuomba haja yake ni mpe? Zote hizo hupatikana. Ni nani mwenye magonjwa ni mponye magonjwa yake? Usiku wa leo ni usiku mkubwa sana, yatakana watu wakithirishe dua, wakithirishe ibada. Kuna zaidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao Mwenyezi Mungu atutaka sisi tutake msamaha. Ni nani atakaomsamaha? Msamehe. Kutaka msamaha ni vipi? Ikiwa utoketi kuhuisha usiku kama huu kutaka msamaha, ni uketi barazani, ni ulale ndio upate msamaha Mwenyezi Mungu? Msamaha Mwenyezi Mungu haupatikani kwa kulala, haupatikani kwa kama barazani, hupatikana katika kuhuisha na kujipotolea na kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Msamaha wa Mwenyezi Mungu haupatikani isipokuwa uwe ni mwenye kutubia. Huwezi kupata maombi yako mpaka ujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu ni kunyamaza, fayaghfiru jamii khalqi, kuwasamehe waja wake wote, ni kulala, uteze PlayStation, uangalie ma TV, uketi mabarazani, uende mabarabarani, utembee. La, ni kwa maana umlilie Mola wako ili akusamehe. Fal mustarzik, ni nani atakaye kutaka riziki ni mpe riziki? Ni nani leo asotaka riziki?
Ni nani ambaye hana haja? Nani ambaye hatakuondeshwa balaa? Yote haya hupatikana katika Lailatul Nisfi min Shaaban. Tukimalizia usiku kama huu, hata wao upande wao umethibitisha. Ni moja ni al-Imam Ibn Taymiyyah ameelezea katika Iqtidau Siratul Mustaqim, amesema kwamba usiku huu imepokewa riwaya za hadithi kwamba ni usiku ambao ni mufaddala, uliokuwa umefadhilishwa, na watu walikuwa wakafadhilisha usiku huu wakiuisha na wakihusisha katika swala na kufunga katika mwezi wa Shaabani. Bali katika kitabu kingine ameeleza Ibn Taymiyyah akisema kwamba mtu peke yake aweza kuhusisha akaswali akahuisha usiku kama huu na hakuna matatizo yote. Matatizo yako wapi ndugu zangu Waislamu? Mtu kuhuisha katika ibada, kusoma Qur'ani ndio matatizo? Qur'ani hatukwambia kipimo cha kusoma. Ukisoma mara 3, ukisoma mara 10, ukisoma mara 1000 sura moja, hakuna makosa. Yule sahaba ambao alikuwa akikariri kul huwallahu kila siku, ni hadithi iko, ukiwataka nendeni mkaangalie, akikariri kila siku, akikariri kul huwallahu kila siku, akiswali kul huwallahu. Sahaba akaenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, huu ni kul huwallahu kila katika swala, kul huwallahu sura, hana sura nyingine. Akamwambia kwa nini? Mtume ajua, lakini akamuuliza sahaba, kwa nini wewe ukithirisha kusoma kul huwallahu peke yake? Akamwambia Rasulullah, nilikusikia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisema mwenye kusoma kul huwallahu 11 ni kama alokhitimisha mswahafu, na mimi napenda niweze kuhitimisha mswahafu. Hakadha kukariri katika Qur'ani iko, ikiwa watu kwenye ruqya kukariri aya mara 20 mara 30, ni nani alosoma namna ile? Lakini hakuna makosa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuangalieni mazuri ya kufanya ili tuimizane, na maovu ya kukatazana tukatazaneni. Leo kuna maovu mingi, kuna uzinifu, kuna watu fanya mambo ambayo ni mabaya, kuna mukhadarati, kuna mambo mufsidati zilizoharibika. Sisi tumekaa leo kupinga mambo ya kheri. Mwisho tukihusia nasaha yangu usiku wa leo, mbali ya misikitini kuhuisha kusoma hizi tulizosoma na kuhuisha katika ibada, na majumbani kwetu tukirudi, baba mzazi, mama na watoto, tukaeni majumbani tutie baraka ili tuweze kusoma, ili niyati tulul umri, tupanie umri wa baraka, ili watoto wetu wana umri wa baraka, sisi wenyewe tu wana umri wa baraka, ili biniyati dafil balaa, kondola balaa. Leo nani ambaye hana balaa? Iko si balaa ya kuibiwa, ni balaa ya nyumbani, mtoto asikii. Leo balaa ya nyumbani kwa mamusikizani ndani ya majumba, balaa ya majumbani leo mashetani ndani, balaa ya nyumbani, kila aina ya balaa leo ziko ndani ya majumba yetu, ndani ya barabara wata. Ya tatu ni istighnani nas, umlekee Mola subhanahu wa ta'ala, useme tawakkaltu ala Allah fa huwa hasbu, yeye ndio mwenye kutosheleza. Usiseme kwa namna kwamba ifahamike kwamba tajiri si kwa maana asikupe, la, tajiri ni sababu, lakini mwenye kutegemewa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sababu na musabbib. Sababu ni tajiri kufanya kazi wewe akulipe, na musabbibu ni huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata anakunyosha mkono huwa si yeye, ni Mwenyezi Mungu amemtuma. Kwa hivyo ndugu zangu, tumtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na wanafunzi vile vile tujaribuni kumuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atujalie tupate ilmu ya baraka, tupate ilmu ya manufaa, tupate ilmu ya kueneza dini. Mwenyezi Mungu ajalie ilmu yetu isiyo ni ya madhara, ni ilmu ya kuongoza, ni elimu ya kutoa wengi kama waliotoa wanazuoni wetu. Na la mwisho, Mwenyezi Mungu awarahamu wanazuoni wetu waliotuwekea kama haya, na wanazuoni wetu tunaoona waliotufundisha mambo kama haya, na wazee wetu waliotufundisha. Mwenyezi Mungu wote awarahamu, awatilie katika makaburi yao nuru, na wanawirishe iwe ni rawdatu min riyadhil janna. Na Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu, Mwenyezi Mungu aondolee maradhi wagonjwa wetu, Mwenyezi Mungu awape banati wetu kheri, Mwenyezi Mungu ajalie watoto wetu ape kheri,
Mwenyezi Mungu kila sote ambao twataka fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.